Ndugu zanguni, sikukuu ya Pasaka huwa tunaichukulia kama jambo la kawaida. Lakini sikukuu ya Pasaka ni sikukuu adimu sana. Inatukumbusha mateso aliyopitia Yesu Kristo ili kutupa nafasi ya pili tuliyoipoteza baada ya uharibifu kutokea katika bustani ya Edeni. Niwaombe na kuwasihi, kama kuna jambo lilikufa, tupitie sikukuu hii ya kumuita Yesu Kristo kwa nguvu iliyotoa lile jiwe, kwa nguvu iliyomfufua kutoka wafu, ikafufue kila kilichokuwa kimekufa katika maisha yetu. Yawezekana ndoa yako inayumba imefika hatua ya kufa. Yawezekana biashara yako imeyumba imefika hatua ya kufa. Liite jina la Yesu Kristo, muite Roho Mtakatifu, nguvu iliyofufua kutoka wafu ikafufue maisha yako upya. Iwe mwanzo mwingine mpya, iwe matumaini mengine mapya, ili tutakapokwenda katika kiti cha enzi sema, tazama Baba ulivyo mwema, ya kwamba ulipigana vita vilivyo vyema, ukaja duniani, ukauvaa mwili kama inavyosema katika kitabu cha Yohana, naye akafanyika, akauvaa ule mwili ili ayapitie mateso yetu. Lengo ni kutuonyesha njia tunayo na jawabu tunalo, kwa kuwa neno nasema alitangaza mwisho tangu mwanzo. Tunaujua mwisho wetu, tunayo matumaini, hatukati tamaa ili tuweze kufika kukusudiwa. Wapendwa, watumishi wa Mungu wanatufundisha jambo la amani. Wametuelekeza chimbuko la amani, wametusii faida za amani, na wametuonyesha matokeo ya amani ikipotea. Ni jukumu lako, ni jukumu langu, kwa sehemu ya kuitunza amani tuliyoilisi kutoka kwa wazee wetu, ina sisi tuweze kulisisha watoto wa watoto wetu amani hii. Nilipokuja katika huu mkoa, nilimuuliza maswali mengi Mungu, kwa nini umenituma Arusha? Nilikuwa nimeshatoka kwenye utumishi wa umma, na kulikuwa na kila sababu ya kutokurudishwa, kwa sababu wako watu ambao walikuwa wanahakikisha wale malaika wasilitoe lile jiwe ili libaki kaburini. Walitunga kila aina ya maneno, wakatengeneza na ushahidi kuhakikisha Makonda achomoki kwenye lile kaburi. Na inawezekana siku tatu za Yesu Kristo zinatofautiana. Mimi kwangu siku tatu ilikuwa ni miaka 3 na miezi 6. Kwa kuwa hesabu ya Mungu si sawa na hesabu ya mwanadamu. Nimekaa mle ndani naendelea kuchuchumia na muomba Mungu. Na kuna mahali ilifika wazazi wangu wakakata tamaa. Nikaanza kuwakumbusha, kwa sababu kuna nyakati unaomba mpaka prayer point zinaisha. Nikaanza kuwakumbusha, nikaanza kuwauliza, hivi kijijini mlipokuwa mnaishi fulani yuko wapi? Mliosoma nao wako wapi? Tukaanza kupitia historia ya maisha ya watu tuliokuwa tunawajua. Hatukuishia hapo, tukaanza kupitia shughuli tulizokuwa tunazifanya kabla tupata nafasi. Tukapitia mpaka biashara ya nyanya tulikuwa tunalima mimi na baba yangu. Tulikuwa hatupati hata wateja. Unalima nyanya Kolomije, unakuja kuuza nyanya Igoma. Unatembea kwenye baskeli masaa, unafika na nyanya hakuna wateja. Ukibahatika kupata wateja, unauza nyanya kwa bei ya chini, kwa sababu kirudi unauza. Tukakumbushana, baba yangu alifanyika kwa kondakta, mimi nikawa tingo. Na inafika hatua konda anatakiwa mlipe posho tingo. Posho inapokosekana inabidi tingo atafute mizigo. Mimi ndio tingo natafuta mizigo ya kupakia kwenye basi, baba ndio kondakta.
tukawa tunakumbushana nyakati mbalimbali, lakini mwisho tukafika kwenye hatima. Tukasema hata hapa tulipofika, ashukuriwe Mungu wa Israeli. Yawezekana unapita wakati mgumu, lakini nakusihi kwa unyenyekevu mkubwa, kaa tafakari uone Mungu alivyokupigania kwenye afya. Kaa tafakari uone Mungu alivyokupigania kwenye maisha yako. Utapata jambo la kumshukuru, na kupitia shukurani utaona muujiza wa Bwana wa kukupeleka hatua nyingine.